Bwana Yesu asifiwe sana. Marafiki zangu wapendwa ambao mnazidi kunitazama na kunisikiliza kwa huu ujumbe ambao nazidi kuutiririsha ndani ya moyo wako, ndani ya masikio yako. Natumai huu ujumbe unazidi kukufikia vizuri sana popote ulipo duniani. Popote ulipo hapo nyumbani, unazidi kuufuatilia huu ujumbe vizuri kabisa. Na ninajua ya kwamba kama una uwezo wa kunitazama na nitazama. Na kushukuru sana ewe ndugu yangu, dada yangu, kwa kuzidi kufuatilia huu ujumbe. Maana ni ujumbe wa baraka kwa wale ambao wanamtambua Mungu. Ni ujumbe wenye nguvu kwa wale waliompenda Mungu. Ni ujumbe wenye uzima kwa wale wanaomhitaji Mungu kila siku ndani ya maisha yao. Mpendo wa Yesu, hili ni jambo ambalo tunazidi sana kulizungumzia, ambapo haya ni maneno ambayo Mungu anaendelea kumwelezea Musa katika Mambo ya Walawi sura ya 18, ukiendelea hivyo hivyo kuanzia mstari wa 5. Tulikuwa tumefika mstari wa 9, ambapo Mungu anazidi kumwambia Musa na kumwelezea jinsi atakavyoweza kuwatunza wana wa Israeli, na kuwaambia ya kwamba wasije wakaufanya ule uovu uliokuwa ukifanyika kule jijini Misri ama kule waendako Kanaani, bali wafuate sheria za Mwenyezi Mungu. Karibu sana mpendo wa Yesu unayeweza kunitazama kwa muda wako mzuri. Mungu akubariki sana, akupe afya iliyo njema, akupe nguvu, akupe uwezo wa kuendelea kuyafuatilia haya mahubiri matakatifu. Ni mimi wako mchungaji Lucas Sefania. Kumbuka ya kwamba nakupenda sana. Ndugu yangu, dada yangu, jisikia kwamba niko kwa ajili yako. Nalitangaza neno kwa ajili yako. Nipate kuongozwa na Roho Mtakatifu kupitia kwa ombi lako, ili niendelee kukufikishia popote ulipo. Sitaki upotelee mtandaoni, bali nahitaji uyafahamu mengine kama haya, kwa maana ni ya muhimu sana katika maisha yako. Mungu anazidi kutuonya na kutuambia ya kwamba hatupaswi kuona utubu wa wazazi wetu ama utubu wa watada wetu. Anazidi kutuambia katika mstari wa 9 ya kwamba utubu wa umbo lako. Bwana Yesu asifiwe sana. Au binti ya mama yako, kwamba alizaliwa nyumbani mwenu au kwamba alizaliwa kwingine, utubu wa hao usifunue. Eti atu huyu ni my cousin, huyu hatuko karibu na yeye, huyu ni mtoto wa anko, huyu ni mtoto wa shangazi, naweza tu kupita na yeye. Neno la Mungu linatukataza. Hao wote ni watoto wetu, hao wote ni wazazi wetu. Inazidi kutuonya na kutuambia pale juu kwenye mstari wa 8 ya kwamba usiuone utubu wa bibi ya baba yako. Kuna wazazi wengine ambao labda walikuwa wamependana kwa muda mrefu sana, lakini kwa bahati mbaya waliweza kukumbana na kifo. Kifo labda kikapata mmoja wao kwa bahati mbaya. Baba alikuwa anampenda mke wake, lakini walikuwa wamezaa watoto. Walikuwa watoto wa kike, walikuwa watoto wa kiume. Lakini baada ya baba kukufa, kijana aliamua kumchukua mke wa baba yake na kuishi naye. Kwa sababu gani? Kwa sababu eti alikuwa bibi ya baba mdogo, na kwa sababu wanatoshana kwa miaka, akaona ni bora aishi na yule mke wa baba yake, ambapo lilikuwa ni swala ngumu sana kwenye familia. Wengi walijaribu kulalamika,
lakini wakasema mila na desturi lazima zitimizwe. Lakini baada yake kiboko kilianza kuingia kwenye familia. Vifo wakati vilianza kuingia katika familia, watu hawakufahamu ni kitu gani kilichosababisha vifo viingie. Watu hawakufahamu ni kwa sababu gani hawa watoto waangamie. Familia nyingi zimechanganyikiwa, watoto wengi wamepotea, vijana wengi wameishia kwa pombe, wengi wameishia kwa kuvuta bangi, wengi waliishia kwa ulaghai, wengi walipotelea duniani. Wanapotea kwa sababu gani? Wanapotea kwa sababu ya kutokutii sheria ya Mwenyezi Mungu. Biblia inatuelezea vizuri sana, dada yako uliyezaliwa na yeye, huyo ni dada yako, yule ni kaka yako. Upaswi kulala na yeye, upaswi kumfanya mke wako. Mke wa baba yako upaswi kumfanya kuwa mke wako. Hapana, haiwezekani. Hiyo ni laana, na hiyo laana itakufuata wewe na vizazi vyako vyote. Ndio maana unawaona watoto wengi sana wamechanganyikiwa, wamepotea. Wanapotea kwa sababu gani? Kwa sababu unawazaa watoto kwa njia mzuri, unawalea kwa njia mzuri, lakini hawa watoto wanapokuwa wakubwa wanaamua kuoana wenyewe kwa wenyewe, na ni swala ambalo Biblia imekataza. Kwa nini wanafanya hivyo? Wanafanya kwa sababu wewe uliyafanya hayo hapo nyuma. Wanayafanya kwa sababu wewe uliwafanyia wakiwa wadogo. Baba, nikuulize, kwa nini unamchukua binti yako kumweka kuwa kama mume wako? Mbona umchukue binti yako kuwa kama mke wako? Mama, nakuuliza, mbona umchukue kijana wako kukuwa kama mume wako? Na ni mtoto uliyemzaa wewe mwenyewe, kambeba miezi 9. Kwa sababu gani umchukue umweke kukuwa kama mume wako na kumwonyesha utupu wako? Kwa nini unamlaani mtoto wako? Kwa nini umemharibu binti yako? Msichana wako alikuwa mwenye nguvu, alikuwa msichana wa dhamana, lakini umeharibu dhamani yake ya maisha. Dada, usife moyo, usikate tamaa. Najua baba yako amekuharibu, baba yako amekudhalilisha, amekutumikia vilivyo, lakini hii dhambi ama hii laana, kuna uwezekano wa hii laana kuondoka, na hii laana inaondoka tu kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu peke yake, na hii laana itaondoka kwa jina la Yesu Kristo. Kwa damu ya Yesu iliyomwagika pale msalabani, ina uwezo wa kuondoa hii laana kama utaamua na umkiri Yesu kama Mwokozi na Bwana wa maisha yako. Hakika nakuambia kwamba hiyo laana itakuondokea. Kaka yangu, usife moyo. Licha kuwa mama yako amekuharibu, lakini wacha kujiwaza kila wakati. Wacha kuangalia mambo mengine. Wacha kujiona ya kwamba ni kama umepaki peke yako. Hapana, Mungu bado yuko pamoja na wewe. Mungu anafahamu ya kwamba unateseka kwa sababu ya familia yako, unateseka kwa sababu ya mama yako, lakini nataka nikuambia kwamba kuna Mungu ambaye ana nguvu ya kuondoa hiyo laana na ubaki kukuwa huru. Kuteseka kwako wewe, unateseka kwa sababu ya laana ya mama yako na baba yako. Enyi wazazi mnaomruhusu shetani na kutawala mioyo zenu na kuwafanya na maisha kama haya, najua haya ni mambo ambayo yalifanywa na mababu na mababu na mababu kule Sodoma na Gomora. Ubarikiwe sana mpendo wa Yesu. Tukutanie katika sehemu yetu ya 3 ili tumalizie hadithi yetu na tuweze kujua kwamba suluhisho litatoka wapi. Uwe na amani mtu wa Mungu. Shalom.